Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka si wengine, unazungumzia ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda tofauti kwa kile ambacho kilichopo kwa sasa kutokana na kile ambacho kinaendelea, ambapo wananchi Young Africans wanafahamu ya kwamba wanarudi baada ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika mwendelezo mwingine tena wa kuelekea kufuzu hatua ya makundi. Sasa wanakwenda kukutana na kigogo mwingine kutoka pale nchini Malawi, ambapo Tanzania wanawakilishwa na Young Africans katika upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wanakwenda kucheza mchezo huo pale Malawi, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo itakayokwenda kutokea. Sasa kuna mambo ambayo yameweza kujitokeza baada ya klabu ya soka ya Young Africans kuweza kutua pale nchini Malawi. Inaelezwa kwamba mambo ni mazito kweli kweli, na mimi nikaona sio vyema ni kuache hivi ni kusogezea taarifa hii kubwa kutoka huko Malawi, ambako kikosi cha Young Africans kimeweza kuwasili mapema kabisa kwa ajili ya kuweza kucheza na moja kati ya vilabu vikubwa kabisa hapo nchini Malawi. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyokuwa hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambayo ilianza safari yake kuelekea pale nchini Malawi kwenda kukutana na vilabu vikubwa kabisa. Nazungumzia si wengine bali ni Silver Strike, miongoni mwa timu ambazo kama Young Africans wakifanikiwa kuziondosha timu hii basi watakuwa wamekata tiketi ya moja kwa moja ya kuingia makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Baada ya kumalizana na wale ambao wamekutana nao katika hatua ya awali, sasa anaingia kwenda kukutana na hawa Silver Strike katika mchezo huu mkubwa kabisa. Sasa kuna mambo ambayo yamejiri huko katika safari hiyo, ambayo inaelezwa kwamba hata hawa Silver Strike si watu wa nyonge kama vile ambavyo wengi wanafikiri, na ni timu ambayo ilimaliza katika nafasi ya kwanza kabisa pale nchini Malawi. Kwa hiyo sio timu ya kinyonge kabisa mpaka sasa. Hawa Silver Strike katika ligi ambayo wanashiriki pale nchini Malawi, ukiweza kuangalia kwenye tebo yao ambayo ni michezo ambayo wamecheza kwa msimu uliomalizika, walimaliza hawa Silver Strike wenyewe wanaonesha kwamba walimaliza katika nafasi ya tatu, ambapo inaonyesha hivyo kwenye kile ambacho kilichoonekana ni nafasi ambayo iliwawezesha wao kwenda kuweza kucheza katika nafasi hii, kila mmoja akiweza kushuhudia namna gani ambavyo kile kilichokwenda kutokea. Silver Strike wanaonekana kuwa wako vizuri kabisa kwenye namna kuweza kushambulia na namna ambavyo wana uwezo wa kutengeneza. Hapa nazungumzia pamoja na kutengeneza nafasi. Kwa hiyo Yanga wanapaswa kuja
vizuri kabisa kwa ajili ya kuwakabili hawa watu. Lakini Young Africans wameondoka na kikosi cha watu takriban 20 na kadhaa, ambapo wameondoka na golikipa Diarra, kuna Abu Talib Msheri, kuna Komein, huyu ni golikipa, kuna Israel Mwenda, Alassane Kouma, Shadrack Issa Boka, Mohamed Hussein, Dickson Job, kuna Asinki, kuna Bakar Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Hamadi Baka, Azizi Andamwile, lakini kuna Bala Musa Conte, Mudathiri Aya, Andy Boyeli, Prince Dube, Max Nzingeli, Ekua, kuna Clement Mzinze ambaye alikuwa majeraha, sasa ameweza kurudi, lakini kuna Efan Chikola, kuna Edmund John, kuna Pakomo Pedozo Zwa, Mamadou Dombia na Duke Abuya ambao wameweza kuondoka na kikosi cha klabu ya soka ya Yanga kuelekea pale nchini Malawi kwa ajili ya kuweza kuisaka nafasi ya kwenda katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, huku Yanga wakiwa na matumaini makubwa kabisa ya kwamba wanapaswa kuweza kuandika rekodi vilivyo vizuri kabisa ili kuweza kusogea mbele kabisa katika michuano hii, kwani wanaamini kutokana na usajili ambao waliofanya wana haki ya kuweza kufanya vizuri. Lakini hatma ya kocha mkuu wa Yanga Romain Folz kuendelea na kibarua cha kuinoa timu hiyo au la, ambapo inaelezwa kwamba itajulikana leo baada ya uongozi wa klabu hiyo kutoa matokeo ya tathmini iliyofanywa kuhusu benchi la ufundi. Afisa habari wa klabu hiyo Ali Kamwe alisema uongozi chini ya kamati ya utendaji umemaliza kufanya tathmini, hivyo wakati wote kuanzia leo wanatarajia kutangaza matokeo yake pamoja na kufanya maboresho kidogo. Uongozi wa Yanga ulifanya tathmini hiyo kutokana na malalamiko ya baadhi ya wanachama na mashabiki kuhusu kiwango cha timu yao, ingawa timu imekuwa ikipata matokeo mazuri. Baadhi wanadai timu haichezi soka la kuvutia kama ilivyokuwa misimu mitatu iliyopita, hivyo kutokuwa na imani na kocha Folz ambaye amechukua timu hiyo kutoka kwa Mirudi Amdi aliyetimkia Ismailia ya Misri. Hapa katika kati kumekuwa na maneno mengi kuhusu kiwango cha timu. Mara ya mwisho hivi karibuni nilieleza kwa wanachama na mashabiki kwamba kuna tathmini ambayo uongozi wa klabu inaofanya. Niliwaahidi baada ya kufanyika nitarudi kuwaeleza nini viongozi wamekiamua. Niko hapa kuwaambia wanachama na mashabiki kuwa tathmini imekamilika. Yako maboresho kidogo ambayo yamefanywa kwenye benchi la ufundi, kwa hiyo wakati wowote kuanzia sasa tunaweza kuwatangazia, tunaweka utaratibu sawa tu, lakini kila kitu kimeshakamilika, alisema. Hapa nazungumzia Ali Kamwe aliwataka wanachama na mashabiki kuwa tayari kupokea taarifa ya tathmini pamoja na maboresho hayo kwa manufaa ya timu yao pamoja na kuwaunga mkono. Kwa maana hiyo wanachama na mashabiki wa Yanga wawe tayari kwa taarifa tutakayoitoa, waone ni kitu gani ambacho uongozi wamekifanya na maboresho gani yamefanyika. Siku chache zilizopita Ali Kamwe alibainisha kuwa wapo katika tathmini hiyo ambayo ni kumtathmini kocha huyo. Pia huenda inaelezwa kwamba michezo hii ambayo iliyoko mbele ya Silver Strike huenda sasa ndio ikawa kipimo zaidi cha kujua kile ambacho alichokifanyia maboresho, kumuongeza kocha mwingine. Hapa nazungumza kocha msaidizi, pengine itaweza kuleta chachu kwenye benchi la ufundi. Tusubiri kuweza kuona yapi atakayojili. Laweka maoni yako hapo chini katika upande